Kutokea Arusha, mimi naitwa Korumba Babas, mwandishi msomi. Kuanzia siku ya juzi, jana na leo tunaendelea kuchambua au kutoa taarifa fupi tu kuhusiana na mkutano ambao ulifanyika kwa siku mbili, 18 na 19, uliomhusisha mhubiri wa kimataifa kutokea nchini Kenya, Pastor Ezekiel, katika eneo la Veta Oljoro kwenye mlima wa maombi. Na tumekuwa tukielezea kwa sababu kubwa moja kwamba sisi tulikuwa wadau katika mkutano huo, kwa sababu tulikuwa tuna tangazo ambalo lilikuwa linaelezea mkutano huo, na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaelezwa kwamba vitatokea katika mkutano huo, ukiacha watu kuokoka, kufunguliwa, ilikuwa ni miujiza ya watu kuponywa magonjwa. Sasa kuna hizi shuhuda chache kadhaa hivi ambazo tunataka uzitazame ili tuone, je, kile ambacho tulikitangaza kupitia Global TV kabla ya tarehe 18 na 19 ya mwezi huu kimetokea hapa maeneo ya Arusha, eneo hilo la Veta Oljoro ambapo upo mlima maombi. Lakini miongoni mwa shuhuda ambazo zitashangaza dunia au zitashangaza watu ni ile shuhuda ambayo inaenda wakati mwingine kinyume na masuala ya kisayansi, ambayo naamini kuna baadhi ya magonjwa uponyaji wake hauwezi kuwa haraka katika stage ambazo mtu anakuwa amefika, lakini wakati mwingine inaaminika kwamba ni magonjwa ambayo yanahitaji gharama kubwa sana. Ukiacha HIV ambayo wanasema haina dawa, ugonjwa unaoogopwa zaidi Afrika ni ugonjwa wa kansa. Mtoto huyu alikuwa na kansa ya damu na alifika na mama yake kwenye mkutano huo. Sasa Pastor Ezekiel huwa ana utaratibu mmoja kwenye mikutano yake na hata kanisani kwake. Kuna hema ambalo wanakaa wagonjwa peke yao, na hilo hema huwa madaktari wanalisimamia, kwa maana kuna madaktari ambao wanawaangalia wagonjwa ukiwa na hali mbaya kidogo au hali ngumu, ambayo maombi huwa yanafanyika katikati au mwisho wa ibada. Wakiona unazidiwa zaidi, unaweza kukimbizwa hospitali kabla ya maombi, kwa sababu wanaamini kwamba maombi yanaweza akachelewa na ukazidi kuzidiwa zaidi, kwa sababu Pastor Ezekiel hana special service kwamba eti wewe kwa sababu umezidiwa sana aache kuhubiri aje akuombee upone. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vilitokea katika mkutano siku ya kwanza kabla hajapanda kuhubiri, alipewa taarifa kwamba kuna mama ambaye yeye kwa imani yake aliamini kwamba mtoto wake anapona, alivyosikia kwamba kuna watu wanapona. Na huyo mtoto alikuwa na mipira ambayo ilikuwa inamsaidia kula chakula, akawa ameitoa. Kwa hiyo kwa tahadhari wale madaktari wakamuita Pastor Ezekiel kwamba kuna tukio hili limetokea hapa, tunafanyaje? Kwa hiyo walivyompa hiyo taarifa ilikuwa ni kwamba atoe yeye maelekezo kama huyo mtu abaki ama akimbizwe hospitali. Lakini baada ya kufika alimgombeza yule mama, na yeye amekiri kwenye video utakayotazama kwamba alimgombeza kwa nini amefanya hivyo, kwa sababu yeye anaamini kwamba taratibu za kidaktari au za kisayansi zinapaswa ziendelee wakati mtu anasubiria kufunguliwa au kuponywa. Na hapa ni kesho yake ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho. Huyo mama amefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda, na Pastor Ezekiel alikuwa yuko juu jukwani. Alishuka, yeye mwenyewe hakuamini. Unaweza kukuta anaamini kwamba watu wanapona, lakini huu ni miongoni kati ya miujiza ambayo Mungu amemfanyia surprise. Yani yeye mwenyewe maybe surprised kwamba Mungu katika hili pia umetenda katika namna ambayo mimi mwenyewe anakuambia yeye mwenyewe hakupendezwa au hakuwa tayari kuona ule mtoto ule mpira unatolewa, lakini kumbe ndo ulikopo ndo uponyaji wake tayari umeshafika kutokana na imani ambayo alikopo nayo mama yake. Tutazame muujiza huo, lakini pia miujiza mingine miwili mitatu. Hallelujah! Testimony ya mwisho please. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuja jana na mtoto wangu hapa akiwa na INGT, anatumia kula. Nilipokuja hapa alipopata maombi, nilipofikisha tu nyumbani akanywa uji nusu. Ngoja nakuja, sababu hii kesi ilikuwa ya kiudaktari. Nilimwambia akitoa hiyo pipe, nikamwambia hata asitoe. Ile pipe iko wapi mami? Iko kwenye pochi. Nenda ulete. Twende pale. Ndio. Hii haionekani. Hii ndio ile kitu ulitoa jana. Amewekewa kuanzia tarehe 14 mwezi wa 3. Alikuwa anatumia hii. Ndio. Huyu dada alitoa hii kitu, nikakasirika. Sababu hii yote kuanzia hapa ilikuwa kwa tumbo la huyu mtoto.
Sasa aliposikia watu wanapona, yeye akaichukua akaichomoa hivi tu, sababu huyu mtoto hangekula bila hii pipe. Amekula bila hii pipe. Amekunywa uji kabisa, na leo amekula kabisa bila shida. Mtu ampe Yesu Kristo makofi mazuri. Wacheni kuniangalia, sio mimi ndio nilimwambia atoe. Ni kweli. Si mimi nilikataa. Ulikataa. Unaona sasa wananiangalia ni kama wanataka kuniweka pingu. Namshukuru Mungu sana kwa sababu mwanangu ameugua saratani ya damu kuanzia mwezi wa 5 mwaka jana. Nenda uishi mjukuu wangu, uishi kwa jina la Yesu Kristo. Ni nani? Testimony. Bwana Yesu asifiwe pastor. Amina mama. Pastor, namshukuru Mungu sana kwa madhabahu haya. Mwaka jana above only nilikuwa Disemba niko Mombasa. Karibu. Kuna mambo makubwa sana ambayo Mungu amenitendea katika maisha yangu. Nilikuwa nyumba yangu nilijenga nikashinda kuimalizia kwa muda wa miaka 16. Mume wangu alikuwa hana kazi kwa muda wa miaka 6, lakini mwaka huu Mungu amefanya mambo makubwa kupitia above only. Nimemalizia nyumba yangu kabisa, nimenunua gari, leo nimekuja na gari yangu mwenyewe, nimedrive mwenyewe mpaka kwenye mkutano. Above only. Above. Above. Kuna mtu ako na hiyo kofia ama hiyo t-shirt? Ndugu yangu nilete hiyo kofia kidogo. Mume wangu amepata kazi ya heshima ya pensionable. Sifa na utukufu namrudishia Mungu. Yesu Kristo ni mzuri. Yesu ni mzuri. Tupe Yesu makofi mazuri. Watu wawili wa mwisho please. Asifiwe pastor. Amina. Ndugu yangu alikuwa ana wazimu miaka 12. Alikuwa kwenye nyumba yake alikuwa analala usiku kucha, yani hawashi taa miaka 12. Kwa hiyo kateseka sana. Tumekuja hapa jana juzi baada ya maombi ya Pastor Sara, ikaibuka ile hali. Akanitesa usiku mzima sikulala, na kuanzia jana nimeteseka sana. Mpaka nikawatafuta watendaji ili kwamba watenda kazi waweze kwenda kunisaidia. Akakimbia akaenda kukaa kule barabarani, anasema huku sirudi tena. Na akawa anavaa nguo hizi hapa, ndio nguo zake hizi, suruali hapa ndio anaovaa ndugu yangu. Lakini nikaamini kwamba Mungu, kwa sababu nimeikanyagisha nyayo zangu mahali hapa, ninaamini ndugu yangu atakuwa mzima. Na nilivyokuepo nyumbani nikawa nimebeba nguo kabisa kwamba nikifika mahali pale, nikiingia ndugu yangu hatavaa nguo hizi, atavaa nguo nzuri. Pastor, nimefika pale tulipolala jana kwa sababu hatukuepo hapo usiku. Kufika pale nikatoa nguo nikamwambia dada vaa. Akavaa nguo, kabadilisha nguo zote. Hizi nguo alizovaa hizi kavaa leo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu kwamba amefanya. Ako wapi? Yuko hapa pastor. Ako wapi? Huyu. Alikuwa anavaa nguo hizi hapa ndugu yangu. Ndio huyu aliye smart. Alafu alikuwa mfanyabiashara mzuri, alikuwa na pesa nyingi. Aliposhikwa na wazimu hata kadi ya benki katupa huko, karudi nyumbani hana kitu chochote. Jamani, si mtu ampe Yesu Kristo makofi mazuri. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe Yesu. Beats please. Mungu wetu wa milele, mapenzi yako yatimizwe Yesu. Huduma hiyo mkutano huo ulifanyika maeneo ya VETA Oljoro, ulipo mlima wa maombi, na mlima huo pia Pastor Ezekiel ameweka wakfu kwa ajili ya watu wengine kufika hapo kwa ajili ya kupata maombi. Wale wanaojua nguvu ambayo mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel huwa nayo, sehemu yote anayokanyaga watu hufunguliwa na kuziacha hizo baraka. Kila anayefika hapo huzichuma. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye ana amini katika maombi, katika huduma za kiroho, mlima wa maombi uko VETA Oljoro, pembezoni kidogo mwa VETA. Ukiwa unaenda Oljoro utaona paa nyekundu pale. Ukifika ndipo ambapo mlima wa maombi upo. Ni kanisa, lakini pia kuna mlima ambao unakupa uhuru wa wewe kufika pale mlimani, kuomba, kufunga na vyovyote vile, lakini pia kushiriki ibada pale chini kanisani. Free kabisa. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba The Barbers. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.